Mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Baraka Charity Show. Siku ya leo tumetembelewa na mgeni kutoka Chuo cha Biblia na Theolojia Kidugala. Atajitambulisha mwenyewe yeye ni nani na kwa nini yuko hapa na mpaka alipofika hapa, historia yake kwa kifupi. Mwisho wa siku tutakuwa tuna maswali kadhaa ya kumuuliza katika mada iliyopo mezani siku ya leo. Na mada yenyewe inasema nadharia ya kijana na fursa za kujiajiri. Karibu sana mgeni wetu, ujitambulishe ili ndugu watazamaji waweze kukufahamu, wajue historia yako ya kifupi, alafu baada ya hapo wajue mapito uliyopitia na kwa kifupi tu ili waweze kujua zaidi hata tunapokwenda kuendelea na mada iliyopo mezani yetu, waweze kujua nini hasa tumekilenga kwako hasa katika taaluma uliyoisomea. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Mimi naitwa Furahini Anthony Sasami. Mimi ni mwalimu katika Chuo cha Biblia Kidugala Lutheran Seminari. Mimi pia ni mtaalamu wa kilimo na mifugo. Kwa chuoni hapa najikita na vitu vingi. Nafundisha mambo ya kilimo na mifugo kwa ujumla. Somo linaitwa ujasiriamali. Lakini pia tunaita green theology, theolojia ya kijani. Manake tunaita kilimo kwa njia ya Mungu, manake kilimo cha asili. Watu wengi tunavozidi kuendelea na maisha yetu ya kila siku, tunasahau kilimo chetu asilia. Tunaposema kilimo chetu asilia hatumaanishi tena tunatumia miti kulima au tunatumia nini. Tungeweza Kiswahili chake tungesema kilimo hai. Kilimo hai ambacho tunachokipata kwa ajili ya afya zetu, lakini pia kile kinachotupa chakula ambacho ni udongo unatakiwa kutunzwa vizuri kwa ajili ya maendeleo ya matumizi, kwa sababu ardhi tunazotumia sisi leo sio za kwetu. Babu zetu, bibi zetu na wao walikuwa na wazao ambao walipewa hizi ardhi. Kwa hiyo wasingezitunza vizuri leo zisingefaa kuzitumia. Kwa hiyo mimi nipo kwa ajili ya somo hilo au masomo hayo. Lakini pia kwa historia yangu fupi, mimi nimezaliwa Njombe, nimesoma Njombe, lakini baadaye sekondari nikaenda Mbeya, chuo nimesoma Mbeya, chuo cha kilimo Uyole, nimepata hii taaluma yangu, lakini baada ya kumaliza chuo cha kilimo Uyole, nimefanya kazi na makampuni tofauti ya mbegu na mifugo, lakini pia baada ya hapo nikapata nafasi, nikaenda jeshini, jeshi la wananchi, JKT, jeshi la kujenga taifa. Pale nimejifunza vitu vingi sana jeshini. Wametufundisha ukakamavu, wametufundisha jinsi ya kuweza kufanya jambo kwa wakati. Wanajeshi ni watu ambao wanachunga muda sana na ni watu wanaopenda matokeo. Kwa hiyo chunga muda lakini ulete matokeo. Kwa hiyo bila matokeo jeshini tunaona kabisa mambo hayaendi. Kwa hiyo nimejifunza hivyo vitu vingi sana ambavyo vimenisaidia kujijengea mwenyewe msimamo na vimeleta matokeo makubwa sana kwenye maisha yangu, kuweza kufanya mambo yangu kwa wakati. Lakini baada ya hapo nikapata nafasi pia ya kuja kufundisha Chuo cha Biblia. Namshukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Asante. Lakini kwa mada iliyoko mezani leo ya nadharia ya kijana na ulimwengu wa kujiajiri, kwa hiyo niko nayo, nitaendelea nayo. Asante. Karibu. Sasa tunaonekana tuna package kubwa ya mtu mwenye madini ya kutosha leo. Mimi nilikuwa natamani kujifunza hasa tukimzungumzia nadharia ya kijana na ulimwengu wa kujiajiri katika kizazi hiki. Unaweza kusema nini kwa kifupi? Nadharia ya kijana na ulimwengu wa kujiajiri, na yawezekana mimi nina maana hii lakini ndugu mtazamaji pia ana maana nyingine, lakini lazima tutafute maana inayoeleweka. Tunaposema nadharia ya kijana, mimi nasema tunaposema nadharia maana yake kijana mwenyewe kujitambua. Kwa hiyo kama kijana mwenyewe kujitambua, elimu zetu za Tanzania mimi sizilaumu sana kwa sababu zinatutengeneza kuajiriwa. Lakini siwezi kulaumu kwa sababu waliokaa hivyo hawakukosea. Kwa hiyo kijana ana nafasi naye kuleta mabadiliko katika elimu hiyo ya kuajiriwa, ajijengee elimu ya kujiajiri. Kwa sababu ulimwengu wa saizi, maendeleo ya sayansi na teknolojia hayategemei tu mtu kwenda shule. Yanategemea mtu kama kijana kujitambua. Kwa sababu watu wengi ambao wana maisha mazuri, wana utajiri wa fedha na vitu vingine, vijana tu wadogo, sio wote wameenda shule.
Kwa mfano sasa hivi tuna mtandao unaitwa TikTok. Watu wengi wanaingia kule kutengeneza pesa kwa akili zao na ubunifu walionao. Wao binafsi wachekeshaji, wengine wanatengeneza bidhaa mbalimbali wanauza, wengine wanafundisha vitu vingi, vitu fulani vya kujiendeleza. Kwa hiyo maendeleo, tunaposema kijana yeye ajitambue, anatakiwa afanye nini? Vijana wengi tunapokuwa tunaenda shule